Haleluya, mtu wa Mungu. Uchamungu kabisa kabisa. Uchamungu kabisa kabisa ni kuwatetea wanaoonewa, ni kupinga ubaya, ni kupinga maonezi, ni kuwatetea wale ambao wanadhulumiwa bila kujalisha ni mwanasiasa, ni muungwana, ni mtu yoyote. Kikubwa tu anaonewa, anatendewa ndivyo sivyo, anafanyiwa kitu ambacho wewe ungekuwa unafanyiwa wewe au ningekuwa nafanyiwa mimi, nisingekubali nifanyiwe kitu kama hicho. Uchamungu kabisa kabisa ni kuingilia katika maeneo haya. Uchamungu kabisa kabisa hauna mipaka ya watu wa kuwasaidia, kwamba labda watu hawa kwa sababu sio wanasiasa ndio inatakiwa niwasaidie, lakini kwa sababu hawa ni wanasiasa hawa sitaki kuwasaidia. Hapana, mtu wa Mungu unaingia popote popote bila kujalisha hawa ni watu wa aina gani, ni wanasiasa, ni waungwana, ni wafanyakazi, ni watu wa kawaida, bila kuangalia nyadhifa zao. Wewe unachoangalia yule mtu yupo katika hali gani, yupo kwenye hali gani. Je, yupo kwenye hali ambayo wewe unapenda uwe nayo? Yupo kwenye hali ambayo wewe hupendi uwe nayo hiyo hali? Kama yupo kwenye hali ambayo wewe hupendi uwe nayo, ni lazima usogee, uingilie kati, ujue nini kimemsibu. Na ukijua kile kilichomsibu, unaanza kutafuta njia ya kuweza kutatua lile tatizo. Sasa ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza na ule mstari wa 16 na kuendelea, anasema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Maandiko yanaposema wasaidieni walioonewa, haija specify kwamba walioonewa ni watu wa aina gani. Kama ni wanasiasa walioonewa, utakiwi kuwasaidia wala utakiwi kuingilia kati. Hapana, Biblia imemaliza, imesema wasaidieni walioonewa bila kujalisha wako katika mazingira gani, walikuwa wanajishughulisha na nini. Utauliza vyote hivyo baada ya kumtoa mtu kwenye mateso yale. Mfano kinachoendelea, masuala ya utekaji. Watu wanatekwa bila sababu. Tuache kuingilia kati utekaji eti kwa sababu walikuwa wanajihusisha na siasa. Tuache kuingilia kati watu walioonewa, wamepotezwa katika mazingira tatanishi, wakina Deusi Soka, wakina Kipanya, wakina Shadrack Chaula, saizi Mdude Nyagali naye hajulikani aliko alienda kavamiwa. Eti kwa sababu tu ni mwanasiasa nisimsaidie, nisipige kelele kama mtu wa Mungu. Kitendo alichofanyiwa Mdude kile ni kizuri. Uwe chama chochote, uwe upande wowote, unafurahia vile alivyotendewa Mdude. Ukiona wewe unafurahia hivyo, wewe ni mnyama, sio mwanadamu. Ulishageuka kabisa, wewe sio mwanadamu, ni mnyama. Na ujue malipo yatakuja. Lakini mimi naongea kama mtu wa Mungu kwamba ucha Mungu kabisa kabisa ni kuwatetea wanaoonewa, ni kuwasaidia yatima, ni kupinga uovu bila kujalisha huo uovu unafanywa na watu gani, ni kupinga ubaya, ni kupinga dhuluma, ni kupinga maonevu, ni kupinga maonezi bila kujalisha wanaoonea na wanaoonewa wanajishughulisha na nini. Iwe ni siasa, iwe ni shughuli za kawaida, mtu wa Mungu hana mipaka, anaingilia popote. Kwa hiyo mimi ni watahadharisha watu wote na mtambue ya kwamba ucha Mungu kabisa kabisa ni kutetea wanaoonewa, ni kupinga maonevu, ni kupinga dhuluma bila kujalisha wanaofanya hiyo dhuluma ni watu wa aina gani. Huo ndio ucha Mungu. Neema Kristo iwe naye. Amen.